Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo, mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo tunaingia kuangalia muujiza mwingine wa ajabu. Injili ya Mathayo sura ya 14, taanza mstari wa 23. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani Faragani kwenda kuomba. Kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakasema, "Ni kivuli." Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, "Jipeni moyo, ni mimi, msiogope." Petro akamjibu akasema, "Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji." Akasema, "Njoo." Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, "Bwana, niokoe." Mara Yesu akamshika mkono wake, akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, "Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka?" Nao walipopanda chomboni, upepo ukakoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, "Hakika wewe mwana wa Mungu." Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na muujiza mwingine wa ajabu aliyofanya Yesu Kristo. Nao ni kutembea juu ya maji, kutembea juu ya bahari, kutembea juu ya maji ya bahari. Ilikuwa wakati huo ni wa usiku. Yesu ametoka kwenye maombi, wanafunzi wake wako kwenye chombo wanaenda. Upepo ukawa unawasumbua, mawimbi yanapiga chombo chao karibu na kuzama. Ndipo Yesu akaja akatembea juu ya maji. Sasa walipomuona wakapiga yowe, wakafikiri wanaona mzimu, wakadhani tumevamiwa. Basi wakapiga yowe, "Jamani, papa sisi, huyu nani anakuja juu ya maji?" Wakawa wanapiga kelele. Lakini mara Yesu alipokaribia akamwambia, "Jipeni moyo, ni mimi, msiogope, ni mimi." Petro aliposikia hivyo akasema, "Yesu, na mimi niambie nije kwenye maji." Akasema, "Njoo." Petro akashuka akaanza kutembea kwenye maji kama Yesu alivyokuwa akitembea. Biblia inasema, lakini baadaye akaona mawimbi alipokuwa zidi, akaona akaona shaka. Alipotia tu shaka akaanza kuzama na yeye. Yesu akawahi, akamshika mkono, akamuokoa. Na Biblia inasema wakaingia kwenye chombo, ule upepo ukanyamaza, ukakoma hapo hapo, ukawa shwari. Na ndipo walipoingia kwenye chombo, wale wanafunzi wakamsujudia wakasema, "Wewe mwana wa Mungu, wewe ndiye mwana wa Mungu kabisa. Tumeamini sasa, hakika wewe ni mwana wa Mungu." Pendwa mtazamaji wangu, hapa yako mambo muhimu ya kutazama na kujifunza kwenye muujiza huu. Jambo la kwanza ni upepo. Upepo uliwasumbua sana baharini. Nakwambia na mimi nikwambie, ukiwa bila Yesu, mawimbi yako ya kutosha ya kutesa, ya
unasumbua, lakini Yesu akiwa katikati yako hakuna shida. Maana Yesu alipoingia kwenye kile chombo, Biblia inasema upepo ukakoma. Kwa hiyo ukiwa bila Yesu, mawimbi, wewe tegemea sana mawimbi, na yapo ya kutosha huku duniani mengi tu. Kwa hiyo bila Yesu utateseka na upepo na mawimbi ya dunia hii yatakutesa sana. Lakini jambo la pili ni Petro na yeye kutembea juu ya maji pamoja na Yesu. Hii ni imani. Petro anamwambia Yesu, kama ni wewe niambie na mimi niambia njoo. Petro akatembea hatua kadhaa juu ya maji, lakini alipoona shaka sasa ndio akazama, akaanza kuzama, akaokolewa. Kwa hiyo Petro alikuwa na imani kali kubwa, lakini pamoja na hayo alikatia shaka kidogo, akataka, lakini Yesu akamwokoa. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba imekupasa kuwa na imani. Yesu akikwambia njoo, nenda, usione shaka. Yesu akikwambia njoo, wewe nenda, usitie shaka. Yesu anasema njooni kwangu mimi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa wewe unaendelea na mizigo yako, nenda kwa Yesu akupumzishe. Kwa hiyo nenda, usitie shaka kwa Yesu. Na jambo la mwisho ni hili. Wanafunzi wake wakasema, hakika wewe Bwana wa Mungu. Hapa wanamtambulisha Yesu kwamba ni Bwana wa Mungu. Yesu sasa wanamfahamu kwamba wewe sio kawaida, wewe ni Bwana wa Mungu. Wewe ni Bwana wa Mungu. Wewe ni kutoka kwa Mungu, wewe unatembea juu ya maji, kitu ambacho sinakiwezi. Hakika wewe ni Bwana wa Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona wanafunzi wakitambulisha, wakimfahamu Yesu kwamba ni Bwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu ni Bwana wa Mungu, wanafahamu. Usitie shaka, Yesu ni Bwana wa Mungu. Mungu wa mbinguni akusaidia, kubariki. Endelea kufuatilia tunapojifunza kupata faida kubwa sana. Mungu wa mbinguni awe upande wako, akubariki katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.